Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza asubuhi ya leo. Tusema wewe ni Mungu na wewe ni mfalme. Wewe ndiye chanzo cha kila kitu. Mapenzi yako Bwana Jehova Jireh ndio mapenzi yetu. Asante ni kwa sababu umetufanya tukaweze kuwa na ufalme ndani ya mioyo yetu. Na ule ufalme ndio umekuwa nguo ile safi sana kutokana na neno lako Bwana. Tulikuwa tunafikiria uchi wa mwanadamu unafunikwa na nguo. Kumbe uchi wa mwanadamu sio vile sisi tunatambua wala tunaona wala tunajua. Kumbe uchi wa mwanadamu unakuanga katika udani wa moyo wake. Wakati wowote uchi wa moyo wa mwanadamu umefichuka, mwanadamu anapata hofu, anapata uoga, anakaa katika mambo isiyo na haina msingi wa kumsaidia. Lakini wakati ule tumetambua uchi ule umenenwa katika maandiko ni uchi wa moyoni, tunajaribu kufunika mioyo yetu na neno lako, na tunatamani kutambua mambo yote waziwazi kutokana na neno lako. Na ndio ile hofu imo ndani ya mioyo yetu, ile hukumu imo ndani ya mioyo yetu iweze kuondoka, kwa sababu hiyo ndio inafanya mtu aweze kuonekana akiwa uchi, vile mtu anajisikia mwenyewe akiwa uchi. Na hiyo uchi Bwana Jehova Jireh inaleta madhara mengi katika maisha ya mwanadamu. Inazuilia mwanadamu atambue siri iliyo ndani ya neno, na wakati ule hiyo hukumu inaondoka, neema yako Kristo Yesu na upendo wako Bwana mfalme, mambo yote ya siri inafichuka kutokana na neno lako, na tunapokea haki na utukufu na tunapokea hekima ile Bwana sisi hatungeweza kuitambua wala kuinjua hapo mbeleni. Asante ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh, vile tu tunaendelea kulisoma neno, hivyo ndivyo tu Bwana Jehova Mungu wetu tunatambua mapenzi yako kwa wakati wowote ule Bwana Jehova Jireh tuishivyo katika ulimwengu. Tunakuinua, tunakutukuza na tunakupenda kwa uwezo wote na kwa nguvu na kwa mamlaka yote. Wewe ni mfalme wetu na wewe ni Mungu wetu na wewe ni mwenye nguvu, mfalme mwenye uwezo. Wakati wowote Bwana, wewe ndiye Bwana Jehova Jireh tunaotazamia na tunakuwa na uwezo wote Bwana. Nakushukuru asubuhi ya leo ni kwa sababu ya watu wako wale tulio nao ndani ya Wendani TV. Wakati huu tunaenda kulisoma neno, wakati huu Bwana Jehova Jireh tumeingia ndio tuweze Bwana mfalme kuinuana mmoja kwa mwingine, kutiana nguvu mmoja kwa mwingine. Ninakushukuru Bwana Jehova Jireh ni kwa sababu ninajua na ninaamini ya kwamba yeyote tutakuwa pamoja katika neno Bwana atapokea uwezo na nguvu na mamlaka, na atajua ya kwamba Bwana si kazi yake wala si kazi yake wala ya marafiki wala ya wazazi, ila tu Bwana Jehova Jireh kazi yako ndio inahitajika iweze kuonekana, iweze kusikika na iweze kutendeka Bwana ndani ya maisha yetu na ndani ya mioyo yetu. Na ndio Bwana tuwe na chemichemi cha kutiririsha maji ya uzima ndani ya mioyo ya watu wengine. Asante Mungu wetu na Baba wetu, ni kwa sababu wakati tunapobadilishwa mioyo yetu inakuwa Bwana Jehova Jireh moyo unao upendo wa kupenda wengine na kufanya wengine waweze kutambua mapenzi yako kila wakati Bwana. Pokea sifa na utukufu. Acha huo moyo Bwana Jehova Jireh utokao kwako uweze kudumu ndani yetu na maishani mwetu kila wakati Bwana Jehova Jireh, na kwa utukufu na kwa nguvu na kwa uwezo na kwa mamlaka. Asante Bwana ni kwa sababu tulipokea haki yako kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Tulikutambua Bwana Jehova Jireh wakati ule tulisikia neno lako na tukajua ya kwamba wewe kuja wakati ule Bwana sisi tunafikiria, wala Bwana Jehova Jireh hautakuja wakati ule tunatarajia. Wewe ulikuja kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa na ukafanya mambo yote Bwana kikamilifu kulingana na vile ulivyoona kunapostahili. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu haya yote ulifanya ni kwa sababu ya mwanadamu. Haya yote hata damu uliyoimwaga, kifo ulikufa msalabani, yote yalifanyika ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh ya sisi wanadamu mtakatifu. Ninaombea mioyo ya wanadamu Bwana
Bwana Jehova Jireh iweze kutambua ile siri imefichwa ndani ya neno lako, na ndio Bwana Jehova Jireh waweze kutambua Bwana mapenzi yako katika uwezo wote Bwana Jehova Jireh, na waweze kupokea utajiri wote Bwana Jehova Jireh ule ulipeanwa katika maisha yetu, katika maisha ya kiroho. Na ndio Bwana Jehova Jireh tuweze kufurahia na kushangilia uwezo wote na nguvu zote. Asante Mungu wetu na Baba wetu, ni kwa sababu wewe ndiye Mungu mtakatifu na mwenye uwezo kila wakati, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen, amen, amen. Ya, nashukuru Bwana asubuhi ya leo kwa sababu hata tumebarikiwa na mvua. Nasikia mvua nje inaendelea na haiwezi zuilia kwa sababu tuko ndani ya kazi ya Mungu, tuko ndani ya nyumba tuweze kuangalia neno la Bwana, tuweze kubarikiwa sisi wote pamoja. Kwa hivyo kwa wakati huu nashukuru Bwana ni kujua ya kwamba sisi tumebarikiwa, sisi tumechaguliwa, sisi tumeokolewa, sisi tumepewa kibali yote katika maisha yetu iweze kutuongoza. Sisi tumepewa ufalme wa mbinguni uweze kuwa nafasi yetu na iweze kuwa furaha yetu. Kwa hivyo tumepokea utajiri wote wa rohoni, tumepokea utajiri wote wa mwilini kupitia kuamini kazi yake na kuamini mapenzi yake kulingana na vile neno linavyotuongoza. So ninashukuru Bwana. Sasa ninataka tuweze kuingia katika neno na tutausoma mstari tuliusoma jana katika kitabu ya 2 Corinthians. Na tukiangalia huo mstari wa 2 Corinthians tutatambua mambo mengi yanayotia watu pingamizi za kutambua Mungu vyema na kukaa ndani yake katika haki. Ndio tuache kuwa tunatafsiriria Mungu kwa njia zingine zozote. Tunamtambua Bwana katika njia yake peke yake. Bwana asifiwe. Katika kitabu ya Hebrews 10 mstari wa 7 inasema, Hebrews 10:7 inasema, then said I lo, then said I lo, I come. In the volume of the books it is written of me to do thy will of God. Hivyo ndivyo neno la Bwana linatuambia. Na wakati ule nilikuwa ninapotazama ili neno Kiswahili inatuambia ndipo niliposema, tazama nimekuja katika gombo la chuo, nimeandikiwa niyafanye mapenzi yako Mungu. Bwana asifiwe. Yesu akasema, akanena na akasema ya kwamba ati ndipo niliposema. Nani huyo alisema? Christ. Alisema aje? Alisema ya kwamba tazama tazama nimekuja katika gombo la chuo, nimeandikiwa. Bwana asifiwe. Hapo ndipo ameandikwa katika gombo la chuo. Gombo la chuo ni Biblia, neno la Bwana lile liko ndani ya Biblia. Yesu anasema ya kwamba hapo ndipo ameandikiwa. Kwa hivyo ndio niweze kumtambua Kristo, ndio niweze kutambua kazi ya Kristo, ni lazima niingie ndani ya neno. Ni lazima nilisome neno. Hapo ndipo ameandikiwa. Hapo ndipo tunatambulia kazi yake ndani ya neno. Bwana asifiwe. Na ndipo niweze kutambua neno, ni lazima niweze kulisoma hilo neno. Ndio niweze kuona mapenzi yake, moyo wake, ndio niweze kutambua akili zake zilikuwa gani wakati
neno lilikuwa linaandikwa. Sababu nisipotambua akili zako, nisipokutambua wewe vile, hata ukinielezea mambo na nikose kutambua vile unavyotaka, sitakufanya kulingana na vile unavyotaka. Lakini wakati ule nitakapotambua mapenzi yako na nitambue vile unavyohitaji, tutaweza kusaidiana vyema, sababu nimeelewa. Na sisi tusipoingia ndani ya neno, tuweze kuelewa na kutambua, tuweze kupata tuweze kupata ufunuo ndani ya hilo neno, hatutatambua moyo wa Mungu, hatutaweza kujua mapenzi ya Mungu ilikuwa gani wakati alipokuwa anaumba ulimwengu. Hatutatambua mapenzi ya Mungu wakati alikuwa anaumba mwanadamu. Tutakuwa tu tukitambua kikawaida kama vile mnyama alivyo. Lakini wakati ule Kristo Yesu alitambua moyo wa baba yake, hata wakati baba yake alipomwambia ya kwamba shuka ulimwenguni, nitakufanya kuwa msaada wa watu wote walio ulimwenguni, uweze kuwasaidia watoke katika kifo, watoke katika uovu, dhambi, watoke katika kifungo. Yesu alitambua moyo wa baba yake, na wakati alipoutambua, aliweza kushuka katika ulimwengu na akatenda mapenzi ya baba, sababu ametambua mapenzi ya baba. Baba hakuwa ammalize, baba hakuwa anamtoa ate mambo yake iweze kuisha. Baba alikuwa anataka kuonyeshana uwezo na nguvu na mamlaka na upendo ulio ndani yake kumpitia mwanadamu. Ni kwa wewe, ni kwa mimi. Alimtoa mwanae Kristo Yesu ndio aweze kufa kwa ajili yangu, kwa sababu nilikuwa sina uzima ndani yangu, nilikuwa sina mwelekeo ndani yangu, nilikuwa tu utupu, nilikuwa tu giza, nilikuwa tu mtu mwenye hana njia. Bwana asifiwe. Lakini nuru ya mwanae Kristo Yesu iling'aa juu yangu na ikang'aa juu yako. Na sasa hii imeng'aa, iling'aa kulingana na kitabu ya John, kulingana na kitabu ya Genesis 1 number 2 number 3. Sababu number 2 tulikuwa ukiwa, tulikuwa utupu, tulikuwa giza. Lakini wakati alisema ya kwamba na kuwe na nuru, lile nuru likang'aa juu ya utupu, likang'aa juu ya giza. Na wakati ilipong'aa, mwanadamu akawa kiumbe hai na kiumbe kinapoeleweka vyema. Kwa hivyo watu wa Mungu, kwa wakati huu wa asubuhi ya leo, nashukuru Bwana wakati ninapoangalia neno na kutambua kile kimefichwa. Sababu wakati tunasoma tu na tunaelewa vile tunavyotaka kuelewa, lakini wakati tu tunaendelea na kutambua mambo yale yamefichwa ndani yake, tunaendelea na kukua na mawazo, our mind inakuwa enlightened, inakuwa na nuru. Jicho la mawazo yetu, jicho la mioyo yetu linafunguka, linaanza kuona vyema. Mioyo yetu inaanza kutambua ukuu na utukufu ulio ndani ya Mungu. Andu agaire keide mwire ohoro wa Ngai timo nini na timokuhio gwa tweciragia, na vile tunajua ni kasehemu kidogo sana, na tunafaa tuweze kutambua sehemu kubwa kuliko vile tulivyo. Lakini haiwezi tambulika watu wakiwa katika kazi zao,
Ni lazima kila mtu aweze kuwa na moyo wa kutambua na kuelewa mapenzi ya Mungu. Na kuelewa mapenzi ya Mungu ni kutoka katika nafasi yetu sisi na kuingia katika nafasi ya uungu, ndio tuweze kutambua mapenzi yake. Katika maisha yetu ya rohoni tunatambua mapenzi ya Bwana vyema kuliko vile tunaoitambua tukiwa katika nafasi ya mwilini. Nafasi ya mwilini yatambua tu mambo yaliyo katika mwili, lakini nafasi ya rohoni yatambua mambo yaliyo rohoni. Na ndio jana tulisoma ule mstari katika kitabu ya 2 Corinthians. Tuingie katika na wewe pamoja katika kitabu ya 2 Corinthians. Katika kitabu ya 2 Corinthians 11 mstari wa 4 neno la Bwana linatuzungumzia na kutuambia ya kwamba, for if he that cometh preacheth another Jesus. Jesus anatuambia kwamba katika hiyo Hebrews, yeye apatikana katika gombo la chuo. Hakuna mahali pengine yeye apatikana. Tena mahali pale katika gombo la chuo, hapo ndipo ameandikiwa kuyafanya mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo wakati tunaposoma neno, tunajua na tunaelewa nafasi ya kufanya mapenzi ya kazi ya Mungu. Tunatambua siri imefichwa ndani ya mapenzi ya Mungu. Tunajitambua sisi wenyewe, kwa sababu nisiposoma Biblia siwezi jitambua. Biblia ndio inanifafanulia mimi ni nani. Biblia ndio itakufafanulia, sio Biblia, neno ndio litakufafanulia wewe ni nani. Wewe ni nani? Unahitanishwaje na Mungu wako? Haleluya. Ni wapi ulitoka? Ni neno tu